Karibu sana msikilizaji, nipate kukufahamisha yale ambayo yameweza kutendeka na yale ambayo yameweza kutokea katika nchi ya Tanzania. Msikilizaji, kuna taarifa za utekaji wa bwana Edgar Mwakaleba Sativa ambazo zimeweza kutokea baada ya yeye kuweza kuzungumza moja kwa moja na kituo cha BBC na kuweza kutoa taswira kamili ya kilichoweza kutokea nchini Tanzania siku ya Oktoba 29 mpaka 31 ambazo ni siku zilizokuwa za uchaguzi, lakini pia zikaweza kuandamana na maandamano yaliyofuatilia kutokana na uchaguzi ule uliofanyika nchini Tanzania. Sasa msikilizaji, kisa hicho cha bwana Edgar kimeweza kuzua utata katika mtandao. Ndio maana nimeweza kupata taarifa ambayo imeweza kuzunguka sana katika mtandao ambayo nataka nikusomee msikilizaji ili tupate kuelewa. Na baadhi ya maswali yanayoulizwa na Watanzania, lakini pia wale walioweza kunyoshewa vidole kama wale waliohusika katika kusababisha maovu kwa wananchi wa Tanzania. Haya, swali linalotokea ni kwamba ni kwa nini utesaji, ufiraji, ubakaji na mauaji yanarekodiwa na genge la mafuele na wauaji? Okay, swali hilo nataka tuende vizuri msikilizaji, tupatane. Swali hili linauliza ni kwa nini video zinarekodiwa wakati waliotekwa wanateswa, wanabakwa na wanasababishiwa mauaji. Video hizo zinarekodiwa ili ziende wapi? Kwa sababu bwana Sativa ni mmoja wa watu walioweza kutekwa nchini Tanzania. Nimekuambia kutekwa kwake msikilizaji kulikuwa mnamo Juni mwaka 2024, ambapo ametoa kisa cha utekaji wake na akasema kwamba alipokuwa anayapitia mateso, kuna afisa wa polisi ambaye amemtaja jina la Faustin Mafuele ambaye ni kiongozi wa kikundi ambacho kiliongoza wale waliomteka na wale waliomsababishia maovu. Sasa kulingana na maelezo yake amesema kwamba kundi hili linapokutesa, linapokupitishia mambo ya ubakaji, mambo ya utesaji na mambo ya mauaji pale, linarekodi visa vile vinavyotokea kwenye simu zao. Kwa hivyo unapopigwa, ikiwa ni kubakwa unapakwa, ikiwa ni kuuliwa unauliwa, video zile zinakuwa zimerekodiwa. Sasa swali lililoibuka ni kwamba video hizi zinarekodiwa kwa manufaa yapi, ama kwa kuhakikisha kipi kimefanyika? Bila shaka msikilizaji, baadhi ya maswali haya ni maswali ambayo Watanzania wameweza kujiuliza, na sasa imeelekea kuonekana kwamba video hizi zinaonyeshwa bila shaka aliyeweza kutumana ama aliyeweza kupeana agizo la kusababishwa kwa mauaji na vitendo hivi vya kigaidi. Msikilizaji, hebu niendelee kukusomea hapa. Ilianza na kusoma hivi: ni kwa nini utesaji, ufiraji, ubakaji na mauaji yanarekodiwa na genge la mafuele la wauaji? Ili wampelekee aliyewaagiza ambaye si mwingine bali ni Kimama mwenyewe. Hii iliweza kuonekana muda mchache uliweza kupita baada ya kuweza kutengamana na wanaharakati kama Boniface Mwangi na Agatha waliposimulia na hata wameiongelea katika BBC Afrika. Kisha wakasema Sativa alirekodiwa akisababishiwa mateso. Msikilizaji, ndo mjue tunatawaliwa na mtu ambaye ni wa aina gani. Mnashangaa kuagiza maelfu kuuawa alafu anajitamba. Watanganyika tuache upumbavu, hasa nyie watumishi wa umma. Tumalize huu ushenzi once and for all. Msikilizaji, ni baadhi ya taarifa tu ambazo wameweza kuziachia baadhi ya Watanzania katika mtandao baada ya kusikiliza kisa cha bwana Sativa akizungumza jinsi alivyoweza kusababishiwa maovu. Aliweza kusema kwamba mnamo Juni mwaka 2024
aliweza kutekwa nyara na kuzungushwa makilomita kadhaa nchini Tanzania, huku akipewa mateso, akiulizwa ni kwa nini alikuwa akiingilia masuala ya kiserikali. Bwana huyu ameweza kusema kwamba baada ya kupitishwa katika mateso haya, alipomalizia aliweza kutupwa katika mbuga ya wanyama ili wanyama wakamle. Akishaliwa na wanyama, ina maana kifo chake hakitakuwa na ushahidi wowote na hamna kitu kitakachoweza kuonyesha kwamba kulisababishwa kifo chake. Ingekuwa ni kama tu mtu aliyeweza kupotea na akapotea tu, isiweze kujulikana kwamba ni kipi haswa kilichoweza kumtokea. Lakini kinamna ya Mwenyezi Mungu akaweza kupata njia pale na akaweza kukwepa kutoka katika pori lile, na sasa yupo katika taifa la kigeni. Msikilizaji, naomba tujadili kwanza hili la utesaji, ubakaji na mauaji yanayorekodiwa na genge hili la Mafuele. Sasa msikilizaji, Faustin Mafuele ni polisi katika nchi ya Tanzania, yupo katika jeshi la polisi. Na bila shaka jeshi la polisi, msikilizaji, lipo katika kuhakikisha kwamba usalama wa wananchi upo, lakini pia kuhakikisha kwamba maslahi ya wananchi yanakuja katika nafasi ya kwanza nchini Tanzania. Lakini sasa kile ambacho tumeweza kukishuhudia ni kipi? Kwamba serikali ya Samia Suluhu imeweza kuteua baadhi ya polisi ambao wana ujuzi wa mauaji na kuwatumia kinyume na sheria za nchi ya Tanzania. Ndio kwa sababu Bwana Mafuele ameunda kikundi cha polisi na watu wengine mamluki ambao wanatumika kusababisha maovu. Elewa msikilizaji, sheria inahitaji kwamba unapotekwa na polisi unawasilishwa mahakamani baada ya masaa 24. Lakini kila ambacho kinashuhudiwa nchini Tanzania, msikilizaji, ni kwamba unatekwa, haupati kuonekana, unapotezwa kabisa. Polisi hawatoi taarifa za kukukamata, hawatoi taarifa za kutekwa kwako, na hamna ambaye anaongelea stori zako. Kwa hivyo ikiwa rafiki zako, ndugu zako hawana ushawishi wa kutosha wa kupasa sauti ili upate kusikika ama kueleweka uko wapi, unaweza kupotea kabisa na kisa chako kikawa hivyo kwamba haujulikani ulipokwenda. Ndo aliyomkuta kama Humphrey Polepole. Msikilizaji, ni bwana aliyetekwa tu ghafla na ametoweka. Polisi wakasema hawana ripoti ya utekaji wake, hawakumteka wao. Sasa hawajui ako wapi, eti wanamtafuta na hawajawahi kumpata. Sasa msikilizaji, kikitendo kama hicho kikitokea, huwaga hauna njia mahususi utakayoweza kufuatilia ili kuelewa kwamba bwana huyu yupo wapi, alipo yupo salama, ni kipi kinatokea, maslahi yake yakoje, hauwezi kuelewa. Na sasa ndo kikundi hichi kinachoongozwa na bwana Mafuele kinasababisha masuala kama hayo. Sasa msikilizaji, iwapo jina la Mafuele limetajwa mara kadhaa tu katika kuhusika katika vitendo vya kigaidi na vitendo vibovu nchini Tanzania, naomba nikuulize msikilizaji, umeweza kusikia hatua gani imeweza kuchukuliwa dhidi ya Mafuele, au ni kiongozi yupi ameweza kutoa pengine hoja ya kumchunguza Mafuele kuweza kujua kwamba je, ni kweli anahusika katika vitendo hivi, na ikiwa ni kweli aweza kuchukuliwa hatua. Hamna hata mtu mmoja ashawahi kuchukua nafasi yake tu kusema kwamba kuna kitu ambacho sio chema na kimeweza kusemekana kwa muda, na hebu tufanye utafiti tuweze kuelewa kwamba ni kipi kinaweza kutokea. Msikilizaji,
Kukaribisheni sana katika kituo hichi. Kumbuka kwamba hapa ndo tunazidi kukufahamisha yale ambayo yanatokea siku hadi nyingine, na tunahakikisha kwamba tunakupatia uchambuzi wa kina. Kwa hivyo nakukaribisha kupiga subscription kwa maana ya kuendelea kutufuatilia na kuzipata video zetu punde tu tunapoweza kuzipakia katika ukurasa huu. Zidi kupiga subscription. Jina langu ni Presenter Guton. Hakikisha kwamba unaendelea kutufuatilia.